Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Maafisa wa Marekani wanaelekea nchini Urusi kujadili uwezekano wa kusitisha mapigano nchini Ukraine kwa mujibu wa Rais Donald Trump. Habari hizi zinakuja baada ya maafisa wa Ukraine kukubaliana kusitisha mapigano kwa siku 30 kufuatia mkutano uliotarajiwa na maafisa wa Marekani nchini Saudi Arabia. Hapo awali, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alisema kwamba jambo hili liko kwenye mikono ya Urusi na kwamba Marekani inaamini kuwa njia pekee ya kumaliza mapigano haya ni mazungumzo ya amani. Ziara ya Marekani inakuja huku Kremlin ikidai kuwa Rais Vladimir Putin ametembelea eneo la Kursk nchini Urusi, sehemu ambazo zimekuwa chini ya udhibiti wa Ukraine tangu uvamizi wa mwaka jana. Kufuatia mkutano wa Jeddah siku ya Jumanne, Rais Volodymyr Zelensky alisema sasa ni juu ya Marekani kuishawishi Urusi kukubaliana na pendekezo hilo chanya. Ikulu ya Urusi, Kremlin, imesema inachunguza mpango wa kusitisha mapigano na kwamba mazungumzo ya simu kati ya Trump na Putin yanawezekana. Na tuelekee nchini Marekani ambapo mji mkuu wa Marekani Washington DC unaendelea kushuhudia maandamano ya karibu kila siku dhidi ya Rais Donald Trump kutokana na hatua zake za kuachisha kazi wafanyakazi, kubana matumizi na kusaini maagizo ya kiutendaji ambayo yanakiuka maslahi ya nchi hiyo. Washington DC, eneo la 7 kwa ukubwa katika miji ya nchi hiyo, liliathirika zaidi na hatua hizo za Trump, huku wakazi wa Washington DC wakiwa hawana wa kuwatetea kwani hawaruhusiwi kuwa na uwakilishi wowote ndani ya bunge la Congress. Washington DC na karibu 45% wafanyakazi wote walioajiriwa na serikali ya shirikisho. Maandamano dhidi ya idara ya ufanisi ya serikali DOGE hasa yanafanyika karibu kila siku kwa sababu Trump amemteua tajiri mwenye utata Elon Musk kusimamia taasisi hiyo. Musk ameibua hasira miongoni mwa Marekani, hasa wafuasi wa chama cha Democratic. Masoko ya fedha ya taifa hilo yameshuhudia hali mbaya zaidi tangu janga la uviko, huku hali ya mchanganyiko mdororo wa uchumi na mfumuko wa bei ikionekana kuwa jambo la uhakika katika siku zijazo, wakati muhula wa pili wa Trump ukiendelea kugawanya taifa hilo. Trump alitangaza Jumanne kuwa ghasia dhidi ya maduka ya Tesla zitachukuliwa hatua kama ugaidi wa ndani na wahusika watapitia jahannam, akionyesha mshikamano wake na mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ya magari ya umeme na mshirika wake tajiri Elon Musk. Msemaji wa White House Harrison Feld amesema kuwa matukio ya ghasia dhidi ya Tesla yanayofanywa na wanaharakati wa mrengo wa kushoto si chochote bali ni ugaidi wa ndani. Na tukitoka huko Marekani turejee Afrika na tuelekee kusini mwa Afrika ambapo naibu katibu mkuu wa kwanza wa chama tawala cha Afrika Kusini ANC Namvula Makonyane amekemea wanachama wa chama cha Democratic Alliance DA ambao wamekwenda Marekani kujipendekeza kwa rais wa nchi hiyo Donald Trump na kutaja hatua hiyo kama dharau kwa uhuru wa nchi hiyo. Akizungumza pembezoni mwa mkutano wa chama hicho uliofanyika Free State, Makonyane ameunga mkono kauli ya Rais Cyril Ramaphosa kwamba Afrika Kusini haitokubali kutishwa na Marekani. Makonyane ameeleza kuwa Afrika Kusini si adui wa Marekani kama Wamarekani wanavyodai, lakini amebainisha wazi kuwa hawatakubali vitendo vya ubabe. Hivi karibuni wanachama wa chama cha DA walifanya ziara ya kazi ya wiki moja nchini Marekani ili kukutana na utawala wa Trump kwa ajili ya kujadili mahusiano ya kidiplomasia kati ya Afrika Kusini na Marekani. ANC imetangaza kuunga mkono kikamilifu kauli ya Rais Cyril Ramaphosa na waziri wake wa mahusiano ya kigeni Ron Lamola katika juhudi za kusimamia mahusiano yenye mvutano kati ya Marekani na Afrika Kusini. Makonyane pia alisifu serikali ya Afrika Kusini kwa jinsi inavyoshughulikia suala hilo, akisema kuwa hatua zilizochukuliwa ni za busara na za kidiplomasia. Serikali ya Afrika Kusini imeeleza kuwa Donald Trump anauelewa usio sahihi kuhusu sheria mpya ya ardhi nchini humo. Sheria hiyo inahusu kuchukuliwa ardhi bila fidia katika baadhi ya hali. Mwisho wa rubaa za kimataifa, mimi ni Awadh Rashidi.